Seneta wa Nandi Samson Cherargei ameingia katikati ya mjadala mzito unaotikisa siasa za kitaifa kuhusu iwapo Rais William Ruto anapanga kumtoa naibu Rais Kithure Kindiki katika uchaguzi wa mwaka 2027. Katika siku za hivi karibuni, tetesi zimekuwa zikipaa juu kwamba rais anaweza kuchukua mgombea mwenza kutoka upande wa ODM, jambo ambalo lingegeuza kabisa sura ya siasa za urithi na ushawishi nchini. Lakini kupitia kauli yake ya wazi na kali, Cherargei ameamua kuweka msimamo tofauti kabisa. Kindiki kwa mjibu wake haondoki popote. Katika maelezo yake, Cherargei ameeleza kwamba Ruto ni mtu anayejua kulipa wema kwa wema, akisisitiza kuwa Kindiki amekuwa mtiifu, thabiti na mshirika wa kuaminika ndani ya serikali. Katika siasa za Kenya, uaminifu ni bidhaa adimu, na pale unapopatikana unalindwa kwa umakini. Kauli ya Cherargei inaonekana kama juhudi ya kulinda uaminifu huo na kutuliza mawimbi ya wasiwasi yaliyokuwa yameanza kuongezeka, hasa katika maeneo ya Mlima Kenya Mashariki ambako Kindiki ndiye mwakilishi mkuu serikalini. Lakini licha ya maneno ya Cherargei, ukweli wa kisiasa una kina kingine. Tetesi za mgombea mwenza kutoka ODM hazikutokea kwa bahati mbaya. Kuna makundi ndani ya UDA yanayosukuma mwelekeo wa siasa mpya, siasa inayopanua muungano, inayojenga daraja la kudumu na upinzani wa zamani, na siasa inayolenga kuleta kura kutoka maeneo ambayo hayakuwa nyuma ya Ruto kikamilifu mwaka 2022. Kwa maneno mengine, kuna mchezo mpana unaoendelea nyuma ya pazia, na Cherargei anajaribu kulinda upande mmoja wa mizani hiyo. Uchambuzi wa kisiasa unaonyesha kwamba iwapo Ruto angetafuta mgombea mwenza kutoka ODM, angejiongezea nguvu katika maeneo ya Nyanza na sehemu za Western. Hata hivyo, hatua hiyo ingeweza kuumiza misuli yake katika Mlima Kenya, ambako hisia ni kwamba nafasi ya naibu rais ni deni la kisiasa lililohaidiwa kwa jamii hiyo. Kauli ya Cherargei kwa hivyo inakuwa kama plasta juu ya jeraha ambalo halijapona. Analinda umoja, lakini hageuki kuonyesha kuwa mazungumzo ya ndani bado yanaendelea. Kwa upande wa Kindiki, hali yake ya sasa ni kama ya mtu aliye ndani ya meli inayosafiri bahari kuu, lakini upepo unabadilika polepole. Anaungwa mkono na viongozi wa eneo lake, anaonekana kama kiongozi msomi na mtulivu, lakini nguvu za siasa za kitaifa hazichezwi kwa utulivu, zinachezwa kwa hesabu, msimamo, ushawishi na wakati. Kauli ya Cherargei inampa Kindiki pumzi mpya, lakini haimalizi maswali kuhusu mwaka 2027. Kwa jicho la kitaalamu, hali hii inaonyesha mwelekeo wa siasa za Kenya kuelekea muundo mpya wa utawala unaochanganya muungano wa UDA ODM kama njia ya kupanua utawala, kupunguza mvutano wa kikanda. Cherargei kama mmoja wa sauti kali ndani ya UDA anaonekana kupigania uthabiti wa muungano huo, huku akitoa ishara kwamba nafasi ya Kindiki bado imehifadhiwa. Lakini kama ilivyo katika siasa, kauli ni sehemu ya kwanza, vitendo ndivyo vitakavyohitimisha mchezo. Kwa sasa mashua ya habari tunasoma hali hii kama vita vya kimkakati kati ya uhalisia wa kura, usalama wa kisiasa wa maeneo na maslahi ya muungano mpya wa kitaifa. Kauli ya Cherargei ni ya nguvu, lakini mchezo wa 2027 unaendelea kubadilika kila siku. Siasa za Kenya hazijawahi kuwa rahisi, na safari ya kuelekea 2027 ndiyo kwanza inaanza kushika moto. Hii ndiyo mashua habari, pale tunapotenganisha kelele na ukweli. Kumbuka kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Usikose kuturn on notification ili upate habari pindi zinapochipuka hapa ndani ya mashua ya habari.